Ni namna gani mnashirikiana kuanza sasa kutekeleza na kutatua changamoto mbalimbali kwa wananchi? Kwanza mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa rehema na neema ambao ametujalia siku hii ya Jumatatu. Tumeanza kazi vizuri. Jumatatu hii imekuwa njema sana kwetu. Kipekee niko kwenye kata ya Buyuni, lakini kiuhalisia tumeanzia kata ya Pugu. Na tulikuwa tunashirikiana na mheshimiwa diwani wa kata hii ya Buyuni, mama yetu Jessica Moto. Kwa hiyo na mimi nikaona si vema nikaishia kule Pugu, nikaona bora na mimi niungane naye kwa sababu tumeungana kwenye ziara zote ambazo tulizianza toka asubuhi mpaka kufikia muda huu. Kwanza niwashukuru mameneja wa DAWASA kwa maana ya Ukonga na meneja wa DAWASA Kisarawe na timu yao nzima ambayo wameambatana kuja katika kata zetu hizi mbili. Nikizungumzia kata ya Pugu, yako maeneo tumepita hajapata maji na tumekubaliana viko visima vya kwenda kuvifufua, na kesho timu ya DAWASA itakuwepo kwenye kata ya Pugu. Wakitoka kata ya Pugu wanakuja kata ya Buyuni kuhakikisha maeneo haya maji yanapatikana. Kwenye mtaa wa Bombani, kata ya Pugu, kwenye mtaa wa Kigogo Fresh B, kwenye mtaa wa Kigogo Fresh A, kwenye mtaa wa Mustafa na kwenye mtaa wa Kinyamwezi. Mtaa wa Kinyamwezi yako maeneo yana changamoto kubwa, hususani ndugu zetu wa Kimani, lakini huko mradi mkubwa ambao unapita kule changamoto hiyo itakwisha. Lakini kipo kisima kule kikubwa ambacho kilikuwa kinatoa maji Pugu kinapeleka Gongo la Mboto. Kwa sasa kisima kile kimekatwa, maji yale hayaendi tena Gongo la Mboto, lakini sasa yale maji yatakwenda kuwahudumia watu wa maeneo yale ya Kimani. Kwa hiyo ndugu zetu hao wa DAWASA wanafanya kazi nzuri, wanafanya vizuri, na kwa sasa tuko asilimia kubwa ya wakazi wetu wanapata maji salama. Kwa hiyo hatuna shida. Sehemu ambayo imebaki ni kuhakikisha tunaungana kwa pamoja sisi viongozi na wataalamu wetu kuhakikisha wananchi wetu wanapata maji kwa asilimia 100. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwapongeza sana meneja wa DAWASA wa Kisarawe, meneja wa DAWASA wa Ukonga na timu ya mainjinia wote ambao wameungana na sisi toka asubuhi. Kazi hii walifanya ni kazi kubwa sana. Unajua humu ndani tunahudumia watu, lakini muda mwingine tunafanya na ibada. Kwa hiyo hii ibada lazima tuende tukaifanye. Ibada itimilifu ni kuhakikisha wananchi tunawatendea haki. Haki ni neno ambalo lina herufi 4 tu, lakini zile herufi 4 zina maana kubwa sana. Kwa hiyo maana yake ni lazima tuzitimilize. Kwa hiyo mimi niwashukuru, lakini pekee nimshukuru mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa mbunge leo kama mnavyojua